Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati umeingia hatua mpya hatarishi baada ya jeshi la Marekani kuthibitisha kuidungua droni ya kijeshi ya Iran katika eneo la kimkakati, tukio lililoongeza hofu ya kuzuka kwa mgogoro mpana wa kijeshi. Tukio hilo limetokea katika mazingira ambayo tayari yalikuwa na joto la juu la kisiasa na kijeshi, huku Marekani na Iran zikiendelea kupimana nguvu kupitia vitisho, majaribio ya silaha na operesheni za kijeshi katika ukanda wa Ghuba. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, droni hiyo ya Iran iliripotiwa kuruka karibu na maeneo yanayolindwa na majeshi ya Marekani, hali iliyotafsiriwa kama kitendo cha uchokozi na tishio la moja kwa moja kwa usalama wa wanajeshi wake. Jeshi la Marekani limesema hatua ya kuidungua droni hiyo ilikuwa ya kujilinda na kwamba haitaruhusu chombo chochote cha kijeshi cha nchi hasimu kukaribia maeneo yake bila kibali. Iran kwa upande wake haijalichukulia tukio hili kikawaida. Viongozi wa kijeshi wa Tehran wameonya kuwa hatua ya Marekani ni ya uchokozi wa wazi na wameahidi kuwa Iran itajibu kwa njia inayofaa iwapo vitendo kama hivyo vitaendelea. Kauli hizo zimezua wasiwasi mkubwa kimataifa, huku wachambuzi wakionya kuwa tukio moja dogo linaweza kuwa chanzo cha mlolongo wa matukio yatakayohusisha mashambulizi ya kulipizana kati ya pande hizo mbili. Mvutano huu hauko kati ya Marekani na Iran pekee, bali unahusisha pia washiriki wao wa kikanda, jambo linalofanya hali kuwa tete zaidi na yenye hatari ya kusambaa kwa haraka. Mataifa ya Ghuba yakiwa katikati ya mgogoro huu yameanza kutoa wito wa tahadhari na diplomasia, yakihofia kuwa vita yoyote itakayozuka itaathiri usalama, biashara na utulivu wa eneo zima. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanasema matumizi ya drone na teknolojia za kisasa za kivita yamefanya makabiliano kuwa ya haraka na magumu kudhibiti, kwani maamuzi hufanyika ndani ya sekunde chache bila nafasi kubwa ya mazungumzo. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amechukua msimamo mkali dhidi ya Iran tangu kurejea kwake madarakani, ameendelea kusisitiza kuwa Marekani haitaruhusu Iran kuonyesha udhaifu wa nguvu za Marekani katika eneo hilo. Wakati huo huo, Iran imeendelea kuonyesha majaribio ya kijeshi na maonyesho ya nguvu baharini, hatua zinazotafsiriwa kama ujumbe wa wazi kwa Marekani na washiriki wake. Hali hii imeibua kumbukumbu za migogoro ya awali kati ya nchi hizo mbili, ambapo matukio madogo yaligeuka kuwa mivutano mikubwa ya kimataifa. Kwa sasa Mashariki ya Kati inaendelea kubaki kwenye mstari mwembamba kati ya amani ya mashaka na mlipuko wa vita, huku dunia ikisubiri kuona nani atachukua hatua inayofuata. Na katika mazingira haya ya sintofahamu, ujumbe mmoja unabaki wazi: mvutano kati ya Marekani na Iran hauko tena kwenye maeneo pekee, bali umeingia kwenye uwanja halisi wa kijeshi. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.